siku ya leo nimewaita hapa kwa ajili ya kuzungumza baadhi ya mambo machache kwa muda mfupi kulingana na changamoto ya mafuta ambayo inaendelea hapa nchini. Jambo la kwanza, Chama cha Mapinduzi kinapenda kuhakikishia Watanzania wote kuwa kinaelewa kwa kina changamoto ya kupanda kwa gharama za maisha inayokabili nchi yetu kwa sasa, hususan kufuatia ongezeko la bei za mafuta katika soko la dunia. Ni ukweli usiopingika, ongezeko la bei ya mafuta lina athari ya moja kwa moja katika sekta mbalimbali za uchumi wetu. Hivyo, pia Watanzania lazima watambue na wajue kupanda kwa bei ya mafuta ni changamoto ya kimataifa yenye athari ya ndani. Kukabiliana nayo kunahitaji mchanganyiko wa sera za kifedha, nishati na uchumi kwa ujumla wake. Taifa linahitaji mkakati mpana unaolenga tu si kupunguza maumivu ya leo, bali kujenga kinga dhidi ya mshtuko ya kesho. Katika kukabiliana na hali hii, Chama cha Mapinduzi kupitia serikali yake kimeanza kuchukua na kitaendelea kuchukua hatua mahususi katika kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Moja, kuanzisha mfuko wa kuhimili ukali wa bei za mafuta, Fuel Price Stabilization Fund. Serikali inakamilisha utaratibu wa kuanzisha mfuko maalum utakaotumika kupunguza makali ya bei ya mafuta kipindi ambacho bei hizo zinaongezeka kwa kasi kubwa. Mpango wa kuanzisha mfuko huu uko katika hatua za mwisho. Lakini jambo la pili, wanahabari, kuanzisha hifadhi ya mafuta ya kimkakati, National Strategic Petroleum Reserve. Serikali inakamilisha marekebisho ya kanuni ya kuanzisha na kuendeleza au kuendesha hifadhi ya mafuta ya kimkakati ili nchi yetu ijihakikishie usalama wa upatikanaji wa mafuta na unafuu wa bei katika vipindi kama hivi ni changamoto vinavyojitokeza. Jambo la tatu, kuwa na kituo kikubwa cha mafuta, Petroleum Hub. Serikali imeanza kujenga maghala makubwa ya kuhifadhi mafuta kwa ajili ya kuuzwa ndani na nje ya nchi kulingana na uhitaji. Uwepo wa kituo hiki utawezesha nchi kupata mafuta yenye bei nafuu pale bei zinapopanda kupita kiasi. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ndiye aliyeweka jiwe la msingi pale Kigamboni, nadhani mnakumbuka, katika kuhakikisha Tanzania inakuwa na hazina kubwa au hifadhi kubwa ya mafuta. Kwa jambo hilo serikali ilishaanza kulichukulia hatua. Lakini pia kuanzisha upokeaji wa mafuta katika ghala moja, Single Receiving Terminal SRT, kupitia magara ya tipa ili kupunguza au kuondoa gharama za meli kusubiri au kuchukua muda mrefu katika upakuaji wa mafuta katika maghala mengi. Gharama hizi nazo zina mchango katika bei ya mafuta. Hatua hii itaondoa changamoto za udanganyifu na kuongeza ufanisi katika biashara ya mafuta hapa nchini. Lakini sambamba na hilo, Shirika la Maendeleo ya Petroli nchini TPDC limeongezewa uwezo wa kuagiza mafuta nje ya nchi toka kwa wazalishaji moja kwa moja bila kupitia kwa madalali au watu wa kati. Hii inatoa uhakika wa kupata mafuta kwa bei nafuu zaidi sokoni na hivyo kutoa nafuu kwa watumiaji wa mwisho. Lakini pia kuimarisha utendaji na weledi wa taasisi za serikali zinazoshughulika na biashara ya mafuta nchini ikiwemo EWURA na PBPA, wakala wa uagizaji wa mafuta kwa pamoja, anayehusika na ununuzi wa mafuta kwa pamoja, bulk procurement, ili kupata bei nafuu. Pia kuwekeza kwenye usafiri wa umma kama njia ambazo zitasaidia kuweza kupunguza changamoto hizi. Usafiri wa umma wa kisasa ili kupunguza utegemezi wa mafuta, ikiwemo ujenzi wa vituo vya kuchaji vyombo vya usafiri vinavyotumia umeme kote nchini, kuwekeza katika matumizi ya CNG, gesi asilia iliyoshindiliwa, kwa kujenga vituo vya kujazia gesi na wataalamu wa kufunga mfumo wa gesi kwenye magari, bajaji pamoja na vyombo vingine vya usafiri. Chama kinaitaka serikali pia kuhakikisha ujenzi wa vituo vya CNG kwenye mikoa yote nchini na kufunga mfumo wa gesi katika magari yote ya serikali na vyombo vya usafiri wa umma kwa kuanzia na mikoa yenye idadi ya watu kubwa ikiwemo Dar es Salaam, Arusha na mikoa mingine. Mpango huu utasaidia kushusha gharama za usafiri na usafirishaji na kupunguza sana utegemezi wa mafuta, hivyo kupunguza matumizi ya fedha za kigeni katika uagizaji wa mafuta. Lakini pia inaendelea kufanyika tathmini na mapitio ya ushuru na tozo na kodi katika mafuta ili kupunguza idadi na viwango kwa lengo la kuleta nafuu kwa wananchi.
Jambo lingine, bei za mafuta kupanda ni janga, lakini hatari kubwa zaidi, wanahabari, ni kukosa mafuta, kwa sababu mafuta yanapokosekana inasababisha mpaka usalama wa taifa letu kuwa hatarini. Hivyo katika nchi yetu, pamoja na bei kupanda, lakini bado mafuta yanapatikana na wananchi wanaendelea kupata huduma hivyo. Ndugu wananchi, changamoto hii ya kupanda kwa bei ya mafuta si ya Tanzania peke yake, bali ni ya kimataifa. Hata hivyo, Chama cha Mapinduzi kinaamini na ina imani kuwa uongozi thabiti wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan utaendelea kufanya vitu vikubwa katika kukabiliana na changamoto hii ya mafuta. Na niwakumbushe kwa uchache kwamba mwaka 2022 kama mnakumbuka, gharama za mafuta zilipanda wakati wa vita ya Russia na Ukraine, na gharama zile baada ya kupanda, serikali ilitoa fedha ya ruzuku bilioni 100 kuhakikisha gharama za mafuta zinapungua kwa wananchi wetu. Hilo jambo lilifanyika mwaka 2022 na ruzuku hiyo ilitolewa kuanzia mwezi Juni mpaka mwezi Disemba, takribani miezi 6. Lakini serikali pia, Chama cha Mapinduzi, imeendelea kutoa ruzuku pindi changamoto zinapojitokeza. Wakati wa janga la COVID, naamini mnakumbuka, gharama ya mbolea ilipanda kwa asilimia kubwa. Mfuko mmoja wa mbolea ulitoka 70,000 mpaka 1,500,000. Lakini serikali ilitoa fedha ya ruzuku zaidi ya bilioni 150 kuhakikisha mbolea inarejea katika bei ya kawaida na wakulima wanaendelea na uzalishaji katika maeneo tofauti ya nchi yetu. Kwa hiyo, moja, lazima Watanzania watambue na wakumbuke na wajue kwamba Chama cha Mapinduzi na serikali yake mara zote kimekuwa mstari wa mbele kuhakikisha changamoto zinapojitokeza, basi solution ya haraka inaenda kufanyika. Sasa ninaomba niseme jambo moja. Mjengeko wa bei ya mafuta, kulikuwa na hoja kwa nini gharama imepanda ya mafuta kidogo na kulikuwa na hifadhi ya mafuta. Moja, bei ya mafuta inategemea wastani linganifu wa gharama ya mafuta yaliyopo kwenye maghala ya mafuta na yale yanayotarajiwa kupokelewa katika mwezi ambao bei zitatumika. Mfano, bei ya mwezi Aprili inategemea gharama za mafuta yaliyopo kwenye maghala na gharama za mafuta yatakayopokelewa nchini mwezi huo wa Aprili. Gharama hizo hubadilika kulingana na mabadiliko ya kila mwezi ya gharama za kununua mafuta katika soko la dunia, FOB price, gharama za kuagiza mafuta premium, na viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, hasa shilingi ya Tanzania dhidi ya dola ya Marekani. Lakini jambo la pili, bei za mafuta za mwezi Aprili 2026 zinategemea gharama za mafuta yaliyokuwa kwenye maghala tarehe 31 na yanayopokelewa Aprili 26. Ndio maana mwezi Aprili mosi ndio gharama huwa zinatajwa. Mafuta yanapopokelewa Aprili 2026 yana gharama za mafuta katika soko la dunia kwa mwezi Machi, kipindi ambacho bei zimeongezeka maradufu kutokana na vita inayoendelea kati ya nchi za Mashariki ya Kati. Lakini jambo la tatu, uagizaji wa mafuta kwa pamoja unasaidia kupata gharama nafuu za uagizaji wa mafuta, tofauti na kila kampuni kununua yenyewe mafuta kidogo. Kwa ujumla, uagizaji wa mafuta unasaidia kupata economies of scale, na ambayo inaenda kudetermine price ya soko au ya bei ya mafuta katika soko. Mafuta yanayoingia nchini hununuliwa zaidi kutoka India na Falme za Kiarabu, ambapo takriban 77% ya mafuta ya hapa nchini kutoka katika nchi hizo mbili. Kwa 23% iliyobaki, mafuta yanatoka Kuwait, Bahrain, Qatar na Oman. Kwa hiyo hili ni somo ambalo inabidi wa Tanzania lakini na baadhi ya viongozi waweze kulifahamu. Sasa, sababu kuu ya ongezeko bei kwa sasa, global supply shock, baada ya kufungwa kwa mlango bahari wa Strait of Hormuz. Kufungwa kwa Strait of Hormuz imeleta mtikisiko mkubwa wa bei za mafuta duniani kwa namna hii. Lazima tujue mlango ule wa bahari hubeba 20% ya mafuta ya dunia nzima kama njia ya kusafirisha mafuta. Ndio main route ya kusafirisha mafuta kutoka Mashariki ya Kati kuja Afrika Mashariki na baadhi ya nchi za ukanda wa Afrika Mashariki. Kufungwa kwa mlango huo kuna impact ya moja kwa moja kwenye bei za mafuta hapa nchini. Moja, kupanda kwa bei ya mafuta yenyewe kwenye soko la dunia kama nilivyosema awali, FOB, ambayo imesababisha bei ya mafuta kupanda kutoka dola 700 mpaka 800 na kufikia dola 1700 mpaka 1800. Hii ni sawa na ongezeko la zaidi ya shilingi 800 mpaka 1000 kwa lita
katika nchi yetu. Lakini pili, kupanda kwa premium kutoka dola 80 hadi 110, ambao kwa sasa imepanda mpaka dola 270 mpaka 300. Hii ni sawa na ongezeko la takriban la shilingi 200 za Kitanzania. Hivyo zaidi ya shilingi 1000 imeongezeka katika bei ya mafuta ambayo tuko nayo leo. Ndio maana unakuta kuna ongezeko kubwa ambalo limetokea. Sasa kuna watu walihoji, wanasema kwa nini baadhi ya nchi gharama ni nafuu, lakini naomba niwape takwimu hapa waandishi wa habari. Mifano ya nchi nyingine, Zimbabwe bei ya mafuta imefika lita 5,000 kwa lita moja. Sawa, licha ya serikali kupunguza baadhi ya kodi katika nchi ya Zimbabwe. Lakini ukienda DRC bei ni 5,000 pamoja na kwamba serikali imeweka ruzuku katika mafuta hayo. Lakini ukienda South Africa lita moja ya mafuta inauzwa shilingi 5,000 mpaka leo hii ambayo tunazungumza. Sasa hata nchi jirani zenye bandari bado zinaathirika. Mfano, Kenya bei ni kati ya shilingi 3,500 mpaka 4,000 Tanzania shilingi. Kwa sasa tunategemea bei mpya ikitangazwa tarehe 14 Aprili, bei itafika zaidi ya shilingi 5,000 kwa nchi ya Kenya. Uhaba huu wa mafuta sio Afrika tu, hata Ulaya na bara la Asia bei zimepanda kama ifuatavyo. Mfano, Switzerland mafuta yanauzwa shilingi 5,500 mpaka 6,000 kwa lita moja. Ukienda German 5,000 mpaka 6,000 kwa lita moja. Ukienda United Kingdom ni euro 1.7 ambao ni sawa na shilingi 5,500 mpaka 6,500 za Kitanzania. Hata nchi tajiri zinaathirika na vita hii, sio Tanzania pekee. Kwa hiyo viongozi wanapokwenda kuzungumza wakablame kwamba ni janga la Tanzania peke yake, sio kweli. Lakini nchi hii ina wasomi wengi na waandishi wa habari, mna taaluma kubwa, mmesoma haya mambo, mnatafuta data katika mataifa mbalimbali huko duniani na mnaona nini ambacho kinaendelea. Hivyo ninachotaka kusema jambo moja, kwamba vita ya Urusi pamoja na Israel dhidi ya Iran imesababisha ongezeko kubwa la mafuta, na kuna sababu za hizo ikiwemo baada ya Iran kulipua baadhi ya visima vya mafuta na miundombinu katika mataifa mbalimbali ambapo sisi tulikuwa tunafanya ununuzi wa bidhaa hiyo. Sasa ninapenda niseme jambo moja, inawezekana watu wengi wanasahau historia. Leo napenda niwakumbushe historia pia, na baadhi ya viongozi waifahamu historia hiyo, kwamba Tanzania imekuwa ikikabiliana na changamoto ya mafuta kwa miaka mingi. Mfano, tangu miaka 1970 Tanzania imekuwa ikikabiliana na misukosuko ya mara kwa mara katika soko la mafuta duniani, hususan ile iliyosababishwa na migogoro ya kisiasa na kiuchumi katika nchi zinazozalisha mafuta. Mfano wa kwanza mkubwa ulikuwa ni mgogoro wa mafuta wa mwaka 1973 uliotokana na vita vya Mashariki ya Kati, Arab Oil Embargo, ambapo bei za mafuta zilipanda kwa zaidi ya mara 4 duniani. Katika kipindi hicho, Tanzania kama nchi inayoagiza mafuta ilikumbwa na changamoto kubwa ya upatikanaji wa fedha za kigeni pamoja na uhaba wa mafuta, hali iliyopelekea serikali kuchukua hatua za kudhibiti matumizi ya mafuta, ikiwemo upangaji wa matumizi, rationing, na kuimarisha usimamizi wa uagizaji kupitia taasisi za umma. Na kipindi hiki mnaweza mkakumbuka, wanahabari, kwa kuwa nyinyi custodian wa taarifa, vilikuwa vinatoka mpaka vibali kwamba gari uendeshe Jumapili, au unapata kibali kwamba gari itumike katika matumizi fulani. Lakini jambo la pili, katika miaka ya 1980 hususan wakati wa vita kati ya Iran na Iraq, soko la mafuta duniani lilikumbwa na mabadiliko makubwa ya bei na upatikanaji wake. Tanzania ilikabiliwa na changamoto ya upungufu wa fedha za kigeni na kuongezeka kwa gharama za uagizaji, hali iliyosababisha serikali kuendelea kutumia mifumo ya udhibiti wa matumizi ya mafuta pamoja na kuweka vipaumbele katika sekta muhimu za kiuchumi kama vile usafirishaji na uzalishaji wa umeme, kwamba mafuta yalikuwa yanapangiwa jukumu maalum, nini kifanyike ili kuweza kulinda uchumi wa nchi yetu. Lakini mfano wa tatu, mwaka 1990 kufuatia Gulf War iliyotokana na uvamizi wa Kuwait, bei za mafuta zilipanda kwa kasi kubwa katika soko la dunia. Katika kipindi hicho, Tanzania ilianza kuimarisha mageuzi ya sekta ya mafuta kwa kuruhusu ushiriki wa sekta binafsi katika uagizaji na usambazaji wa mafuta, hatua ambayo ilisaidia kuongeza ufanisi katika upatikanaji wa mafuta
pamoja na kupunguza mzigo wa serikali. Hata hivyo, changamoto za mabadiliko ya bei ya dunia ziliendelea kuathiri bei za ndani. Lakini mfano wa nne, kuanzia miaka 2000 Tanzania iliendelea kuboresha mifumo ya usimamizi wa sekta ya mafuta kwa kuanzisha taasisi za udhibiti na kuweka mifumo ya utekelezaji ili kulinda watumiaji dhidi ya mabadiliko makubwa ya bei. Kuanzishwa kwa EWURA kulikuwa ni hatua muhimu katika kuhakikisha uwazi na uthabiti wa bei za mafuta, huku bei zikiendelea kuakisi hali halisi ya soko. Lakini jambo lingine, mwaka 2020 wakati wa janga la COVID-19, soko la mafuta lilikumbwa na mshtuko wa kipekee ambapo bei zilishuka kwa kiwango kikubwa kutokana na kupungua kwa mahitaji duniani. Tanzania ilitumia fursa hiyo kuhakikisha upatikanaji wa mafuta kwa gharama nafuu, huku ukiendelea kuimarisha mifumo ya uhifadhi na usimamizi wa ugavi wa mafuta hapa nchini. Mwaka 2022, kufuatia mgogoro wa Russia-Ukraine war, bei za mafuta zilipanda tena kwa kasi kutokana na vikwazo vya kiuchumi na usumbufu wa minyororo ya usambazaji. Katika kipindi hicho, Tanzania ilichukua hatua za muda mfupi za kutoa ruzuku kwa baadhi ya bidhaa za mafuta ili kupunguza athari kwa wananchi wake, huku ikiendelea kuisimamia upatikanaji wa mafuta na kupitia mifumo iliyopo. Hii ndio mfano ambao nilitolea kwamba serikali ilitoa zaidi ya bilioni 100 katika mwaka 2022 kwa miezi zaidi ya 6 ili kupunguza gharama hizo. Katika kipindi cha sasa cha mwaka 2026, changamoto ya global supply shock inayosababishwa na migogoro katika eneo la Mashariki ya Kati, hususan kuathirika kwa usafirishaji kupitia mlango wa bahari wa Strait of Hormuz, ambayo imepelekea kuongezeka kwa gharama za mafuta na premium katika soko la dunia. Katika kuhakikisha serikali imechukua hatua za kimkakati, ikiwemo kuipa TPDC jukumu la kuagiza mafuta moja kwa moja kwa kipindi maalum ili kuhakikisha uhakika wa upatikanaji wa mafuta pamoja na kudhibiti athari za kupanda kwa gharama za uagizaji. Hata hivyo, hatua hii pekee haitoshi. Athari za sasa ni kubwa zaidi kuliko vipindi hivyo vyote, na hivyo ni muhimu sasa kwa serikali kuona umuhimu wa kutoa ruzuku kwa utaratibu kama iliyofanya mwaka 2022. Na kwa kuwa sisi ni Chama cha Mapinduzi ambacho kinasimamia serikali, tumeshauri kuangalia na kuona serikali kwa namna gani itaweza kuangalia mpango wa kutoa ruzuku ili kuweza kidogo kupunguza gharama hizi za mafuta kama ambavyo Mheshimiwa Rais alifanya mwaka 2022. Lakini uzoefu wa kutoa ruzuku mwaka 2022, kati ya vita vya Urusi na Ukraine, bei ya mafuta mwezi Mei 2022 zilikuwa 3148 kwa lita ya petroli, lakini takwimu zinatuambia pia ilikuwa ni shilingi 3258 kwa lita za diesel na 3112 kwa lita za mafuta ya taa, kwa ongezeko la jumla ya shilingi zaidi ya 608 kwa lita ya petroli, ongezeko la 855 kwa diesel na 904 kwa mafuta ya taa ambayo yalianza mwezi Mei 2022. Lakini baada ya serikali kutoa ruzuku, gharama hizo za mafuta ziliweza kushuka na kurejea katika hali ya kawaida. Sasa, ndugu waandishi wa habari, ninachopenda kusema kwenu, jambo la kwanza kabisa, Chama cha Mapinduzi na serikali yake vitaendelea kusimamia uhakika wa upatikanaji wa mafuta kwa nchi yetu. Kwa sababu jambo la kwanza, tuwe na mafuta ya uhakika. Swala la bei, serikali ipo katika kuangalia mikakati mizuri ya kuweza kuona namna gani itaweza kustabilize hii bei ambayo iko sasa, lakini sio janga la nchi yetu peke yake, bali ni janga la dunia nzima. Sasa chama kinaielekeza wizara na kuitaka wizara ifanye mambo yafuatayo. Moja, kuhakikisha mafuta yanapatikana licha ya changamoto zilizopo ili kuendelea kukuza uchumi wa nchi yetu, kwa sababu mafuta ni kiungo muhimu hasa katika ukuaji wa uchumi kupitia viwanda na uzalishaji katika maeneo mbalimbali. Lakini TPDC kuendelea kuwa kiungo muhimu katika uagizaji wa mafuta nchini na kudhibiti wote ambao wanaweza kuleta hujuma, hasa kwa kuchepusha meli za mafuta na kuuza maeneo mengine ili waweze kupata faida. Na kwa nini hapa tunaielekeza TPDC? Kwa sababu tunaamini TPDC ni taasisi ya umma, ni taasisi ya serikali, hivyo inaangalia maslahi ya wananchi kuliko maslahi
ya kibiashara, kwa sababu baadhi ya makampuni huwa yana tabia kuchepusha mafuta na wanasema mafuta wamekosa, kumbe wameuza kwa faida. Lakini kudili na suppliers ambao wana uwezo mkubwa. Mfano sasa tunaipongeza sana TPDC kwa hatua ambayo inaendelea nayo. Baadhi ya nchi hazina mafuta, lakini leo Tanzania tuna mafuta. Maana yake serikali imesimama imara kuhakikisha inakabiliana na upungufu uliopo. Lakini jambo lingine, chama kinaelekeza wizara kuangalia namna ya kuweza kutoa ruzuku kama ambavyo Mheshimiwa Rais aliweza kufanya mwaka 2022 kwa kutoa zaidi ya bilioni 100 ili kuleta unafuu kwa wananchi wetu waendelee kufurahia matunda ndani ya taifa lao. Hili ninaamini serikali sikivu ya Chama cha Mapinduzi itaona namna bora ya kuweza kufanya. Lakini pia chama kinaitaka serikali ihamasishe kupunguza